Mtoto wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, mwenye umri wa miaka 35 alilengwa katika njama ya kuuawa iliyodaiwa kuandaliwa na Iran wakati akiishi katika jimbo la Florida nchini Marekani, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na chombo cha habari cha Marekani leo Jumatano, Agosti 26 mwaka 2026, kikinukuu chanzo kutoka katika vyombo vya sheria vya Marekani. Taarifa hii imeibuka siku moja baada ya Benjamin Netanyahu kusema katika mahojiano ya simu na kituo cha television cha Israel cha Channel 14 kwamba Iran iliwahi kumlenga mmoja wa wanawe na kujaribu kumuua. Netanyahu alisema Iran ilijaribu kumuua mmoja wa wanawe, lakini hakumtaja mwana aliyelengwa wala kutoa maelezo ya kina kuhusu namna njama hiyo ilivyopangwa au watu waliohusika. Hata hivyo, kwa mujibu wa chanzo kilichozungumza na Newmax, taarifa za kijasusi za Israel zilibaini kuwa mwezi Desemba mwaka jana Iran ilikuwa inapanga kumuua Yair Netanyahu akiwa Marekani, ambako alikuwa ametumia muda mwingi katika miaka yake hivi karibuni. Mashirika ya ujasusi yaliamini kwa watu waliodhaniwa kuwa mawakala wa Iran walikuwa tayari katika eneo la Miami wakifuatilia mienendo na shughuli za Yair. Kwa mujibu wa taarifa ya Yair, alipewa maelekezo ya haraka ya kuondoka Marekani kurejea Israel kutokana na hofu ya usalama wake. Inadaiwa aliondoka bila hata kuchukua baadhi ya vitu vyake binafsi, na tangu wakati huo amekuwa akiishi nchini Israel. Taarifa hizo, ikiwa zitathibitishwa rasmi, zinaonyesha kiwango cha hatari ambacho mamlaka za Israel zilichukua baada ya kupata taarifa kwamba mwana wa Netanyahu angeweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuhusishwa na Iran. Yair Netanyahu alikuwa ametumia sehemu kubwa ya miaka iliyopita akiishi katika eneo la Miami, ambako maisha yake ya kifahari pamoja na ulinzi wa gharama unaolipiwa na serikali ya Israel vilikuwa vikivutia mjadala mkubwa nchini humo. Kukaa kwake muda mrefu nje ya Israel kulizua pia ukosoaji mkubwa baada ya kuanza kwa vita vilivyochochewa na shambulio la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 7 mwaka 2023, huku ukosoaji wakihoji kwa nini mwana waziri mkuu wa Israel aliendelea kukaa Marekani wakati mamia maelfu ya Israel walikuwa wameitwa kuhudumu katika jeshi la akiba. Benjamin Netanyahu amekuwa akitetea uamuzi wa serikali kutoa ulinzi kwa wanawe, akisema kwamba hatua hiyo ni muhimu kutokana na vitisho vinavyowakabili. Katika mahojiano yake na Channel 14, Netanyahu alisema bila ulinzi huo watu wanaotaka kuwaua wanawe wangeweza kufanikisha lengo lao. Kauli hiyo imeongeza mijadala kuhusu kiwango cha tishio kinachowakabili wanafamilia wa Netanyahu, hasa wakati ambapo uhusiano kati ya Israel na Iran umeendelea kuwa na mvutano mkubwa na pande hizo mbili zimekuwa katika mzozo wa kijeshi wa moja kwa moja. Yair Netanyahu amekuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa katika mjadala wa kisiasa wa Israel kupitia mitandao ya kijamii, ambako mara kwa mara amekuwa akitoa maoni makali kuhusu siasa za nchi hiyo na kuwashambulia wapinzani wa kisiasa wa baba yake, wakosoaji wa serikali pamoja na baadhi ya wanahabari. Pia amehusishwa na wanasiasa na watu mashuhuri wa mrengo mkali wa kulia kutoka Ulaya na Marekani, jambo ambalo limefanya shughuli zake za kisiasa na mitandao ya kijamii kufuatilia kwa karibu. Mwaka 2023, vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwa Benjamin Netanyahu na mke wake Sarah walikuwa wamemtaka Yair kupunguza au kusitisha baadhi ya shughuli zake kwenye mitandao ya kijamii pamoja na mawasiliano yake ya moja kwa moja na mawaziri na wabunge. Hatua hiyo ilidaiwa kuhusishwa na wasiwasi kwamba kauli zake zilikuwa zikichochea zaidi mvutano wa kisiasa nchini Israel, wakati ambapo taifa hilo lilikuwa likikabiliwa na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi.
Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.